Vita inayoendelea kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran, macho mengi yanatazama kuhusiana na mashambulizi yanayofanyika pande zote mbili, hasa upande wa Iran na Israel. Lakini kuna sehemu kubwa ambayo haionekani, nayo si nyingine bali ni taarifa za kijasusi pamoja na za kiintelijensia ambazo zimekuwa zikifanikisha mashambulizi. Marekani na Israel wameonekana wako mbele zaidi katika taarifa hizi, kwani wamefanikiwa kuweza kushambulia maeneo muhimu ya Iran pamoja na kuwaua viongozi wakubwa wa taifa hilo. Lakini moja ya mambo yanayoleta hofu kwenye kona za Marekani ni kuhusiana na mwanamke mmoja ambaye anafahamu mambo mengi ya siri na taarifa za kijasusi za Marekani, na sasa hivi anadaiwa yuko mikononi mwa Iran. Si kwamba alikamatwa, bali alikimbia Marekani na kwenda kujiunga na Iran, na sasa anaaminika kutumika kwa kiwango kikubwa katika kuishambulia Marekani na Israel. Mwanamke huyu ni nani? Katika video hii nimekuandalia kila kitu unachotakiwa kufahamu kuhusu mwanajeshi huyu aliyekuwa na cheo cha juu, mwenye siri kubwa za Marekani pamoja na vyeo vya kutosha, lakini sasa yuko upande wa Iran. Mimi naitwa Justin Shedi, jiunge nasi kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Mwanamke huyu anaitwa Monica Witt, ni raia wa Marekani aliyewahi kuhudumu ndani ya jeshi la anga la Marekani kabla ya jina lake kuhusishwa na moja ya kashfa kubwa za kiusalama katika historia ya hivi karibuni. Kabla ya matukio hayo, Monica alikuwa miongoni mwa wanajeshi waliokuwa na taaluma ya juu katika uchambuzi wa lugha na taarifa za kijasusi, akijihusisha kwa karibu na masuala yanayohusu Mashariki ya Kati. Akiwa ndani ya jeshi la Marekani, alionekana kuwa mtumishi mwenye uwezo mkubwa na aliyeaminiwa, hali iliyomwezesha kushika nafasi nyeti zilizohusisha taarifa za kiusalama za ndani kabisa za Marekani. Safari yake ya kijeshi ilianza kwa matumaini makubwa ya kulitumikia taifa lake, bila dalili zozote za mwelekeo ambao ungekuja kubadilisha maisha yake na kuvuta hisia za ulimwengu mzima. Akiwa ndani ya jeshi la anga la Marekani, Monica alifanya kazi katika kitengo cha ujasusi, akijikita zaidi katika uchambuzi wa lugha na taarifa zinazohusiana na mataifa ya Mashariki ya Kati. Majukumu yake yalihusisha kutafsiri mawasiliano ya siri, kuchambua taarifa za kiintelijensia na kusaidia kutoa mwanga wa maamuzi ya kiusalama yanayofanywa na viongozi wa kijeshi. Nafasi hiyo ilihitaji kiwango cha juu cha uaminifu na umakini, na kutokana na unyeti wa taarifa alizokuwa akishughulikia, Monica alikuwa mtu muhimu sana. Kupitia kazi hiyo, Monica alipata ufahamu wa kina kuhusiana na operesheni za kijeshi na mikakati ya kiusalama ya Marekani, jambo lililomweka katika kundi la wataalamu waliokuwa na mchango mkubwa katika kulinda maslahi ya taifa hilo. Hata hivyo, uzoefu huo pia ulimfungulia mlango wa kukutana na mitazamo na mazingira ambayo baadaye yangeathiri mwelekeo wa maisha yake. Monica alizaliwa nchini Marekani tarehe 8 Aprili mwaka 1979 katika eneo la El Paso huko Texas, na baadaye mwaka 1997 alijiunga na jeshi la anga la Marekani. Ndugu zake wanasema alijitenga nao kwa muda mpaka kufikia mwaka 2008 hakuwa na ukaribu kabisa na ndugu zake. Majukumu aliyokuwa nayo katika jeshi la anga la Marekani hayakumfanya kuelewa lugha za kigeni tu, bali pia kuelewa tamaduni pamoja na masuala ya ndani ya kisiasa ya maeneo husika. Kutokana na uwezo aliokuwa nao, alijikuta akihusika katika kazi zinazohitaji umakini wa hali ya juu, nidhamu kali na uaminifu usiotiliwa shaka. Nafasi kama hizo kwa nchi kama Marekani wanapewa watu walio makini sana, lakini pia waliochunguzwa kwa kina, na hii inamaanisha kuna hatari kubwa inayoweza kutokea endapo taarifa hizo walizonazo watu hawa zinaweza kufika mikononi mwa watu wasiohusika. Monica akiwa katika jeshi la anga la Marekani alishiriki misheni nyingi sana za siri na zile zilizofahamika ambazo alizifanya vizuri sana, jambo lililomfanya akafahamika katika jeshi la anga la Marekani na hatimaye kuanza kupokea medali ambazo zilionyesha mchango wake katika kufanikisha misheni hizo. Kwa lugha nyepesi, mwanamke huyu hakuwa mwanajeshi wa kawaida. Alikuwa ni kati ya wanajeshi ambao hutokea mara chache sana katika vikosi vya usalama wa Marekani. Yaani ni watu ambao wanaonekana kama waliumbwa kwa ajili ya kazi hizo. Alikuwa na uwezo wa hali ya juu sana
na hilo lilimfanya kupanda ngazi kwa haraka zaidi na kuaminiwa kiasi kwamba akapewa ruhusa ya kuzifikia nyaraka za siri za Marekani na mafaili ambayo yalikuwa na taarifa nyeti sana ambazo si watu wengi katika vikosi vya usalama wa Marekani wanaweza kuzifikia. Taarifa hizi hazikuwa za kawaida, ni taarifa ambazo zinaweza kuathiri mfumo wa usalama wa nchi moja kwa moja, kwani ni taarifa ambazo zilikuwa na majina halisi ya majasusi wa Marekani ambao walikuwa wakichunguza nchi za Mashariki ya Kati na hata wale walio ndani ya nchi hizo, lakini pia zilikuwa na majina ya wazao wa nchi za Mashariki ya Kati ambao walikuwa wakitumika kutoa taarifa za kijasusi kwa Marekani. Hii inamaanisha kwamba endapo majina yao yatafahamika, basi bila shaka usalama wao uko hatarini. Licha ya mafanikio aliyokuwa nayo katika jeshi la anga la Marekani na vikosi vya usalama, mabadiliko ya Monica Witt yalianza kujitokeza taratibu katika kipindi cha baadaye cha utumishi wake na hata baada ya kujiondoa jeshini. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa Witt alipata fursa ya kusafiri na kushiriki mijadala ya mikutano iliyohusisha masuala ya sera za nchi za Marekani, hususan maeneo ya Mashariki ya Kati. Kupitia majukwaa hayo, alikutana na watu wenye mitazamo tofauti kuhusu nafasi ya Marekani duniani, jambo lililoanza kumfanya kuhoji baadhi ya misingi aliyokuwa akiamini hapo awali. Inaelezwa kuwa mwaka 2008 Monica aliamua kuondoka katika jeshi la Marekani na akawa raia wa kawaida, lakini licha ya kwamba alikuwa raia wa kawaida, uwezo aliokuwa nao haukumnyima kupata kazi katika maeneo mbalimbali yanayohusiana na intelijensia na masuala ya kiusalama. Hivyo moja kwa moja akaanza kufanya kazi na mashirika mbalimbali ambayo yalikuwa yakijihusisha na kukusanya taarifa za kijasusi pamoja na kufanya masuala mbalimbali ya kiintelijensia. Licha ya hivyo, baadaye maisha yake yalianza kubadilika sana, kwani alianza kuwa na safari nyingi za kwenda Mashariki ya Kati, hasa katika nchi ya Iran. Wakati mabadiliko yake yakiendelea, Monica alijikuta akianza kukaribia zaidi watu na mitandao iliyokuwa na uhusiano na taifa la Iran. Kwa mujibu wa taarifa za kichunguzi zilizowahi kutolewa na mamlaka za Marekani, hatua hii haikutokea kwa ghafla, bali ilianza kupitia mawasiliano na watu waliokutana nao katika mikutano pamoja na majukwaa ya kimataifa yaliyokuwa yakijadili sera za nje za masuala ya kiusalama. Inadaiwa kupitia mawasiliano hayo, Monica alipata fursa ya kuanzisha uhusiano wa karibu na watu waliokuwa na maslahi ya kuiunga mkono Iran. Jambo hilo lilimweka katika mazingira mapya kabisa ukilinganisha na nafasi aliyokuwa nayo awali ndani ya mifumo ya kijasusi ya Marekani. Taarifa zinaeleza kuwa katika hatua za baadaye, Monica alichukua uamuzi wa kuondoka nchini Marekani na kuelekea Iran. Uamuzi huo uliashiria mabadiliko makubwa katika maisha yake na ulikuwa mwanzo wa jina lake kuanza kuangaliwa kwa umakini na kuelezewa si tu kama mwanajeshi wa Marekani, bali mtu wa hatari ambaye anaweza kutoa taarifa ambazo zinaweza kuiweka Marekani hatarini. Hatua ya Monica kuondoka nchini Marekani na kuelekea Iran ilikuja kuwa tukio lililozua taharuki sana, hasa ndani ya vyombo vya usalama vya taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa za uchunguzi, Monica aliondoka mwaka 2013 akiwa amejiweka katika mazingira yaliyoficha dhamira yake halisi, na baada ya kufika Iran ndipo ilipoanza kubainika kuwa hakuwa na mpango wa kurejea tena Marekani. Tukio hilo lilichukuliwa kama pigo kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa taarifa za siri, hasa kutokana na nafasi aliyowahi kushika awali. Inaelezwa kuwa Monica alipewa nyumba na vifaa vya kompyuta ili kurahisisha kazi yake kwa niaba ya serikali ya Iran. Inadaiwa alipofika alianza kuwaambia maofisa wa Iran kuhusu majina ya siri pamoja na misheni na mipango maalum ya idara za ulinzi wa Marekani, ambapo hapo awali alikuwa akishiriki kuifanya na taarifa zake anazifahamu. Kuanzia Januari 2014 hadi Mei 2015, Monica alitumia akaunti za ulaghai za Facebook ili kuchunguza wafanyakazi wa ujasusi na kuandaa orodha ya watu ambao mashirika ya kijasusi ya Iran yanaweza kuwaajiri na kuwatumia kinyume na Marekani. Jambo hili liliwekwa wazi na mkurugenzi msaidizi mkuu wa FBI akisema kwamba pia Monica alidaiwa kuhusika katika kuwahoji mabaharia 10 wa jeshi la wanamaji la Marekani waliokamatwa katika tukio la mwaka 2016 kati ya Iran na Marekani. Mara baada ya kuthibitika kuwa Monica amehamia Iran, mamlaka za Marekani zilianza uchunguzi wa kina ili kubaini kiwango cha taarifa alizokuwa nazo na uwezekano wa taarifa hizo kuvuja. Wasiwasi mkubwa uliibuka ukihusisha usalama wa maafisa aliyowahi kufanya nao kazi pamoja na mbinu na mikakati ya kiintelijensia ambayo huenda aliifahamu. Uchunguzi huo ulipelekea hatua za haraka kuchukuliwa ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza, ikiwa ni pamoja na kusababisha baadhi ya mifumo ya kiusalama na kulinda utambulisho wa watu waliokuwa wakihusika katika misheni za Marekani. Baadaye mamlaka za Marekani zilimtuhumu rasmi Monica kwa makosa ya usaliti na kutoa taarifa za siri za Marekani kwa taifa la kigeni. Hatua hiyo ilimfanya atangazwe kama mhalifu anayesakwa. Hivyo kwa sasa yupo katika orodha ya watu wanaotafutwa sana na FBI. Inaelezwa kuwa akiwa Iran, Monica alibadili dini na kuwa Muislamu.
Mpaka leo bado hajatiwa nguvuni na mamlaka za Marekani, lakini hivi sasa jina lake limeanza kutajwa tena, kwani inaaminika kuwa ni moja kati ya silaha za maangamizi ambazo Iran inazitumia katika mikakati yake ya kijasusi ya kuishambulia Marekani pamoja na washirika wake. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.